Ah, katika leo tuweze kuongelea madhara ya njaa na vipengele ambavyo nitaweza kuguzia kuhusu njaa. Unajua njaa hukuja wakati hauna kitu, ama wakati ambapo wewe mwenyewe umeamua kutokula. So leo nitaka kuguzia kwamba wakati njaa imekushika na hauna pia pesa ama hauna chakula ya kuweza kula, hapo ndio akili ugonga jinsi ya kuweza kufanya. Unapata kwamba njaa imeweza kukulemea, hauna mbele wala nyuma, na umejua ya kwamba mtu fulani anaweza kuwa na pesa, so itabidi uweze kuenda kwake utafute vijisababu ili uweze kupata chakula. So utaanza kimasengenyo, topa pale, kwa sababu story hakuna. Ndio after hapo upoe chakula ukule. Mwisho baada ya kushiba utajua chenye umeweza kusema. Maybe kuna kamera smile zinakuangalia, ama kuna mtu amekufanyia 1 2 3. Maybe mwenye umeongelea kwa mbali ako nyuma yako anakusikiza. So madhara ya njaa leo nitakusikia. Madhara ya njaa inaweza kufanya uweze kusengenya watu, uweze kusengenya wenzako. Njaa inaweza kufanya uweze kusengenya wenzako. Hii ndio madhara ya kwanza kwa njaa. So unapolemewa, tumbo inakusumbua, una mbele wala nyuma, itabidi uende mahali ambapo umejua kwamba ukisema hivi utapoteza time mpaka chakula iweze kuwa. So unapata kwamba utakula chakula baada ya kusengenya mwenzako. Umejua mtu fulani kwake kwa hivi na hivi, umejua mtu fulani haendi mahali vile, ameshaanza huyo haendi. Utaniambia je, ni madhara ya njaa? Umejua biashara ya mtu fulani vile kaangalia ikaanguka, je, ni madhara ya njaa? Yaani masengenyo. So madhara ya njaa, jambo la kwanza inaleta usengenyezaji, yaani inaleta masengenyo. Hiyo ndio madhara ya kwanza. Kesho nitawaletea madhara ya pili kuhusu njaa.